Yes, ladies and gentlemen, mambo vipi? Kwa majina naitwa Anthony Mlelwa, wengi wanajua kwa jina Tris Magno. Ni blockchain enthusiast, lakini pia mimi ni certified financial educator. I'm very enthusiastic kwenye kupromote industry ya digital entrepreneurship kwa sababu is what I do and ni kitu ambacho mimi nakipenda. Sasa and I know industry ya ujasiriamali kwa njia ya kidigitali ni industry ambayo ina changamoto nyingi sana, na changamoto kubwa inakuja kutokana kwamba jamii yetu ya watu wengi hawana exposure, lakini pia hawana elimu, na maisha yetu kwa kiasi kikubwa yamekuwa ni maisha ambayo tumezoea kusoma kitu ili nikapate ajira, lakini sio kwa ajili ya kukitumia. Kwa hiyo uelewa kwenye industry ya blockchain ni mdogo sana. Basically unaponya digital entrepreneurship huwezi kuloka blockchain na cryptocurrencies. Uelewa ni mdogo sana kwa sababu wengi tumezoea kusoma, lakini inapokuja swala zima la implementation waga tunaenda kwa kukariri tu. Na hiyo imepelekea watu wengi sana kuibiwa kwa sababu kutokana na uvivu wetu wa kusoma na pengine pia hata uwezo wetu mdogo wa kuweza kuchambua vitu. I think sio uwezo mdogo, ni uvivu wa kuweza kufikirisha kichwa, kuelewa kitu fulani. Ndio unafanya watu wengi sana wanaibiwa kwa kuingiza kwenye sehemu ambazo sio sahihi. Look at this. Moja hapo kati ya sababu kubwa sana ya watu kuibiwa sana kwenye industry ya crypto ni terminologies. Yaani mimi nakwambia watu wanajua kuongea maneno mengi sana. Mtu anakuambia smart contract, unajua web3, sijui nini na nini na nini. Yaani anaongea terminologies nyingi, staking sijui nini, afu kiasi kwamba yeye mwenyewe zinavyofanya kazi haelewi. Lakini wewe kwa sababu ni mtu ambaye pia hauja take trouble kujifunza kujua hizo terminologies zinamaanisha nini exactly, unajikuta unaona kwamba hivi vitu vya wataalamu wao wenyewe wana mistake kujua. Na tukiamini kwamba blockchain technology ni teknolojia ambayo imekuja straight from kutoka mbinguni, is a heaven sent technology, sijui hata silagi watu wanawaza gani, kwa sababu from what I understand evolution ya technology inakuwa ina mwanzo. Yaani hata blockchain unajua kuna chanzo chake. Do you understand? Yaani kuna kitu kilichotoka kule ikaandago evolution mpaka tukapata blockchain. Sijui hizi assets zote za kidigitali, yaani kuna source ipo. Kwa ukielewa ile source ukajua evolution ilitokea sehemu gani mpaka tukapata hiki kitu, inakuwa ni rahisi wewe kuelewa. Lakini uwezo kufika from nowhere tu ukasema mimi blockchain hii hapa naielewa sijui na nini. Na basically I will give an example. Asilimia zaidi ya 95 ya watu wengi ambao wanasema wamepigwa na crypto, wamepigwa na ponzi schemes, wala sio crypto. Yaani yule anayefanya genuine crypto business, uwezo wakao ukasema eti nilikuwa nafanya biashara ikazima, mara hela zililokiwa. Aliloki nani? Wewe umepigwa since day one kwa sababu uliingia kwenye biashara ambayo sio. Mtu namuuliza anakuambia anafanya biashara ya staking kwa siku nalipwa 5%. Wewe si ujinga huo? What kind of staking is that? Esi 2% sijui. Hiyo staking ya wapi? Mtu anakuambia niliwekeza kwenye Bitcoin wakaloki account yangu. Uliwekeza kwenye Bitcoin wakaloki. Nani aliloki account yako? Wewe uliweka kwenye scam. Crypto huielewi. Na nyinyi mlivyo watu wa ajabu mnapenda kufanya vitu bila kupata elimu. Kabla ya kufanya maamuzi siku zote, angalia faida, angalia changamoto, angalia na namna gani hicho kitu kinafanyika ili uweze kufanya maamuzi ukiwa na 3 dimension information. Sasa leo hii wewe unakaa unafikiria tu faida, mtu anaenda kuweka hela sehemu ambayo hata yeye mwenyewe hana idea anaweka sehemu gani. Na to be honest mimi nakuaga nasikitika sana kwa sababu unakuta watu ambao Tanzania tuna changamoto moja. Yaani unapokuja kutazama uhalisia wa Tanzania wengi ni watu ambao huwa wana mtu fulani wanayemwamini. Kwa mfano unakuta mtu anafanya kazi labda serikalini, mtu anafanya kazi sehemu fulani. Unajua shida ya uchumi ipo kwa wote. Si kwamba kuna mtu ambaye ana pesa ambayo inamtosheza matumizi yake. Kwa unakuta mtu ameshawishiwa na rafiki yake kwa sababu hawa watu ambao wapo kwenye nafasi pia wana marafiki zao wa kawaida. So mimi nampelekea mtu fursa ambayo probably to be honest it's a scam. Sasa kwa sababu yule mtu niliyempelekea ni mtu ambaye yupo kwenye position fulani ya kuheshimika kwenye jamii au kwenye position za ajira ambayo inaheshimika, watu hawajiulizi mara mbili kwamba fulani anasema anafanya basi na sisi tufanye. Si kwa sababu ameelewa biashara, ila anaamini mtu. And hiyo katika ujasiriamali ni kitu kimoja cha ajabu sana kuja ukifanya, ambacho wengi ndio wanakifanya. Biashara sio mtu. Yaani leo hii hata mimi nikianzisha biashara itamata kwangu kipindi nafanya implementation, lakini nikishaitengeneza, yaani wewe unahitaji kunijua sana mimi. Inatakiwa uelewe uhalisia nini kinachofanyika hapa. Usisikize maneno yangu.
uhalisia wa hapa ndio nitakiwa uamini kwamba anachokiongea Anthony pale ni sahihi. Kwa sababu watu wengi sana wamejikuta kipoteza ile kwa sababu anamwamini mtu. Fulani anafanya kazi ofisi fulani, ndio anafanya. Basi mimi nafanya tu. Lakini sio kama ameelewa biashara, amemwamini mtu. That is very wrong. That's not business. Telling you that's not business. Na ndio maana unakuta wale watu ambao huwa wana nafasi ya kuaminiwa wanakuwa na confidence za kijinga sana. Yaani inamaanisha confidence za kijinga kwa sababu unakuta mtu anaongea vitu ambavyo havi exist. Mtu anakuambia kwa mfano hawa ndugu zangu wa Pi. Anakuambia Pi imesimamiwa na chuo cha Stanford. Aliyekwambia nani? Imesimamiwa na chuo cha Stanford. Eti blockchain hizi Google, Facebook, Instagram, Ethereum zote zimetoka kwenye chuo cha Stanford zikisimamiwa na department ya blockchain. Wewe. Kuna clip moja actually niliona kwa mdogo wangu hizi alikuwa amepost TikTok. Sasa this kind of lies, hebu sikiliza kwanza hii clip. Kikubwa zaidi tuwe na imani na hii sarafu kwa sababu chuo cha Stanford University ambacho ndio kilisimamia, kiliratibu hii sarafu ya Pi Network. Hawa ni wataalamu ambao wametoa mifumo mingi. Hiyo Facebook unaijua, Instagram unaijua, coin ya Ethereum, Bitcoin, Google, hivi vyote vimetoka katika chuo kikuu cha Stanford University katika idara yake ambayo inahusiana na masuala ya blockchain. Kwa hiyo na mradi wetu nao umetoka hapo, mategemeo ni makubwa ya kufanya vizuri. Kwa hayo machache nisiwachoshe sana, asanteni sana. Hai mane Pi. Walete. Huyu amekaa mbele za watu kwenye umati kama hivi ulivyoweza kuona hapo. Anazungumza vitu kama hivi. Kweli jamani. How are we going to win? Kweli jamani. Tutafika kweli? Imagine watu wote hao ambao walikuwa wanaongelea hawajajua kama jamaa amedanganya. Kwa sababu jamaa ana confidence na ana confidence ambayo hai make sense kwa sababu alichokiongea hapo hakipo. Ni uongo. Facebook na blockchain wapi na wapi? Instagram na blockchain wapi na wapi? Imetumika wapi? Kama department ya blockchain wapi? Why are we lying? Sasa kwa sababu ya loophole kubwa ambayo iliyopo kwenye ujasiriamali kwa njia ya kidijitali ambayo ni elimu, ndio tunapata changamoto kama hizi. Sasa one of the thing ambacho pia nishaikutana nacho, ukienda kwenye channel yangu ya YouTube, kuna kitu kimoja ambacho leo ndo nilikuwa nataka hasa nikielezea. Let me stand up. Sasa ukitaka kujua changamoto ya watu kuhusu elimu, ndio utajua kuna changamoto kubwa sana, ndio maana wanapigwa. Kwa sababu kuna mtu mmoja alikuja nilikuwa naielezea Pi, nikasema Pi si kwamba ni coin ambayo ina kitu cha ajabu, na most of the things ambavyo wao wanaambizana ni vya uongo na danganyana. Kwa sababu halisia ni kwamba Pi ni coin tu ya kawaida kama coin zingine, na haina kitu cha ajabu sana ambacho imekileta, kwa sababu imecopy na kupaste vitu vingi ambavyo vilikuwepo. Kwa hiyo there is nothing like making it iwe na thamani ambayo imeshapangwa sio $300,000. Hiyo vitu ni vya kijinga. Kama italistiwa, nilisema italistiwa kawaida tu, na tunaweza kuona, na hamna kitu cha ajabu ambacho Pi wako nacho. It's a normal crypto. Unaona? Sana tu nadhani uongo wa hiyo komiti yao ya GCV ndio watu wa ajabu ambao hawajielewi. Kwa sababu kuna mtu mmoja akaniambia Pi ni coin ya kizazi kipya, hizo coin nyingine ni kizazi cha zamani, kwa sababu blockchain ya Pi ni blockchain ya Web3. Hebu sikiliza hapa. Anakuambia Pi blockchain yake. Anakuambia blockchain ya Web3. Is it okay? Yaani blockchain ya Web3 maana yake nini? Kwa sababu from what I understand, Web3 ni internet access ambayo iko decentralized. Yaani ndo maana yake. Internet iko vizazi vitatu. Kuna Web 1 1.0, kuna Web 2.0, kuna Web 3.0. Ni internet accessibility. Sasa internet Web 1.0 ilikuwa ni internet ya kipindi cha nyuma ambayo ilikuwa characterized by read only. Sio kana vizuri. Yaani kipindi kile ilikuwa website zinakuruhusu wewe kusoma peke yake, huwezi kuandika wala kufanya chochote. Hiyo ndio ilikuwa ni Web 1, kizazi cha kwanza cha internet. Web 2.0 ilikuwa ni read
and write. Yaani una uwezo wa kusoma na kuandika. Ndio mambo ya Google, Instagram, Facebook na kadhalika, Twitter, X, ambayo sasa ni X, ndio hivyo. Lakini internet web 3.0 maana yake ni mfumo wa internet ambayo access yake iko decentralized, kwa hiyo ina promote intellectual property ownership na kadhalika. Na kigezo cha internet kuwa na accessibility ya web 3 maana yake tayari kuna feature ya blockchain imetumika. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo ina maana accessibility ya internet ambayo iko decentralized inawezeshwa na blockchain. Do you get the point there? Kwa hiyo blockchain ambayo inaruhusu wewe, yani kwa hiyo web 3.0 inakuwa possible coexist only if blockchain is being added on web 2. Sijui kama tunaelewana vizuri. Sasa mtu akija kusema kwamba Pi blockchain yake ni ya web 3, unamuona kabisa huyu mtu ni mpumbavu, lakini anaamini katika upumbavu wake. Kwa sababu blockchain is what makes internet access to be web 3. Sasa unasemaje hii blockchain ni ya web 3? Web 3 ni product ya blockchain. Sifika tunaelewana vizuri. Kama ilivyo tu metaverse ni product ya mawasiliano yakiunganishwa, yani access platform za mawasiliano zikiunganishwa na blockchain unapata metaverse. The same applied internet platforms zikiwekewa blockchain zinakuwa na web 3.0. Sasa how do you go leo hii unasema Pi ni kizazi kipya? Yote hiyo ni ujinga. Na sio kwenye Pi tu. Nishashuhudia watu wengi sana nakwambia tunafanya mining ya Bitcoin. Unafanya mining ya Bitcoin wewe hapa. Do you know even how expensive it is? Lakini yote ni kwa sababu ya nini? Uelewa ni mdogo. Unafanya vitu ambavyo haviko reliable kwa sababu haujifunzi kutoka kwenye real source. Haujifunzi kutoka kwenye real world use case adoption. Wewe unasoma tu hivi, ni hivi. Guys, zile articles wanaoandika ni watu. Tena kama wewe. Tena kumbuka una watu wengine ambao wanaandika articles on access ya internet, lakini akili zao ni za kijinga. Kwa hiyo wanaweza kaandika article ambayo haya make sense. Shikana vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri ukajitahidi kujifamiliarize katika uhalisia, sio katika maandishi, kwa sababu nikupe mfano web 3. Kwa mfano, web 3 inapokuwa inafanya kazi maana yake, kwa mfano, data zako zinabakia kwako wewe mwenyewe kwa sababu ni decentralized. Yaani data zako haziwi centered sehemu moja, Umeandika article yako labda kwa mfano Facebook. Facebook ikizima ile article yako inapotea, si ndio? Lakini kwenye web 3.0 una uwezo wa kuandika article alafu kaitengeneza kwenye NFT. Hiyo platform ambayo umeandika article yako ikifa au ikizima, una uwezo wa kuchukua ile andiko lako ukaliposti sehemu nyingine. Kuna wale watu ambao tuna download movie kutumia torrent files. Sasa unapokuwa unatengeneza labda articles zako, unaweza yani ile NFT inavyotunza content yako ambayo inaweza kuwa ni intellectual property, kwa mfano wimbo, inaweza kuwa ni andiko na kadhalika. Linakuwa kama kwenye faili kama kale. Kwa hiyo ina maana unaweza ukaposti kwa mfano kwenye torrent file, unaweza ukadownload uTorrent au wapi. Ukiweka ile faili kana extract vitu vilivyomo ndani, unaweza ukadownload. The same ile idea ndio ipo kwenye nini? Kwenye intellectual property ownership ambayo inaweza kuwa accessed kupitia web 3, kwa sababu mimi naandika andiko langu natengeneza katika NFT. Halafu nalipost. Kesho mmezima sehemu ambayo nilipost, mimi naenda kupost sehemu nyingine kwa sababu bado ile andiko mimi ninakuwa na umiliki nalo kutokana na uwezeshwaji ambao umeletwa na blockchain, kwa sababu kila kitu kinakuwa kiko decentralized. Kwa hiyo web 3 ni product ambayo inatokea baada ya blockchain kuwa added. Lakini uwezo ukasema kwamba eti hii ni blockchain ya web 3. Huo ni upumbavu na ni ujinga. Na nyingine ambacho make sense. Blockchain ya web 3 ndio kitu gani? Blockchain ndio inaleta accessibility ya kuwa na features kama hizi, metaverse, NFT, web 3.0. Ni blockchain ndio inawezesha uwepo hicho kitu. Sasa ukisema kwamba eti blockchain ya Pi ni web 3, sasa ndio nini sasa? Yani what is the thing there? Yani kwamba what is so special by saying so? Yani kuna kitu gani cha tofauti ambacho nakizungumzia? Lazima tujue kwamba project zote za cryptocurrencies, kitu cha kuangalia wewe ni innovation behind the coin. Kwamba okay, kuna coin inaitwa fulani, nyuma yake kuna kitu gani? Je, hii kitu kina mvuto kwa watu? Hata kama mpige kelele vipi. Unajua kuna ile hyped demand na organic demand. Hyped demand ni ile demand ambayo inatengenezwa kutokana na uhitaji halisia. Hyped demand ni ile demand ambayo inatengenezwa kutokana na kelele ambazo
Kwa muda fulani zikienda trend ikiisha itapotea, lakini organic demand ni ile ukuaji wa uhitaji wa kitu unaotengenezwa kutokana na huduma ambayo inatolewa au innovation ambayo ipo. Kwa hiyo kama coin hii hapa ina project fulani nzuri huku, wala wanaweza kutumia project hii vizuri, maana yake hii project ina generate revenue na ile revenue inatafsiriwa au inakuwa reflected kwa kuonekana kwa nini kwenye coin husika, just like the way the shares are acting. Ndio maana mara nyingi wanasema kwamba cryptocurrencies ni assets. Sasa ukiachana na stable coins pamoja na CBDC. Sasa leo hii ukifika kwanza kuniambia ni web3, sasa web3 katika expect gani? Niambie what is the innovation behind the project. Hiyo ndio itakayofanya watu wajue kwamba this is having a demand. Kwa hiyo tujitahidi sana kujifunza vitu tuelewe katika uhalisia. Usichanganyikiwe na haya terminologies haya. Sijui unajua smart contract, sasa hii biashara sometimes unakaa na watu natamani hata watie konzi. Kwa sababu wewe mtu anaongea vitu eti kwamba unajua hii web3 ndio maana tunalipwa. Unalipwa kutoka wapi? Yaani hata kama mtu anasema kwamba unajua hii ni smart contract, sawa? Smart contract tumekuelewa. Smart contract ni smart contract, ina run kitu gani? Kwa sababu smart contract ni command ambazo zinajiexecute zenyewe. Sasa zina run nini? Yani what is the idea that is running in this smart contract that you are talking about? Unajua tunalipwa faida kwa kutumia smart contract. Pumbavu. Smart contract ni mfumo. Yani sasa na wewe unafika hapa unakutana na ofisi. Ofisi ipo tu hivi hapa. Ina departments tofauti. Unasema sisi tunalipwa fulani hivi. Mnafanya nini kwenye hii ofisi? Yani what exactly are you doing to make the office run? Kwa sababu ukisema smart contract ni zile command zile ambazo zinakuwa zinafanyaje? Zina execute. Lakini zina execute kitu gani? What is the idea that has to be executed by using this smart contract? Tunalipwa faida na smart contract. Acha ujinga. Nenda kasome uelewe, uache kupigwa. Na nyinyi mnaobaki mnapigwa nyinyi ndio mnafanya industry ya crypto ionekane kama ni industry ya matapeli, lakini ni upumbavu wenu na ujinga wenu wa kutotaka kuelewa vitu. Unajikuta mtu umepigwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, uamki tu kujua shida iko wapi. And you are still making the same mistake in the same stuffs. Na hautaki kujifunza. Kichwa umekikaza kama vile sijui muhindi wa Kigoma sijui. Tutabadilika lini? Let's try to make tomorrow's future iwe better, kwa sababu tutakao waathiri zaidi ni watoto wetu. Hii dunia tunayoitengeneza saa hizi ya watu kutengeneza vitu kwa kuhisi, kwa hisia bila uelewa, itaenda tajijenga kwa watoto. Kwa sababu saa hizi kiasi cha watu ambao wanajiinvolve na ujasiriamali kwa njia ya mtandao ni wengi, lakini hawafanyi kwa usahihi. Kiasi kwamba mpaka wanafunzi wa sekondari unakuta nao wameshaingia kwenye visikamu, yaani wanahangaika tu. Tunaosababisha ni sisi. Mimi naongea kwa sababu nishaikuwa mwalimu wa sekondari, so I know the impact. Na hapa Diena Academy nina wanafunzi wangu ambao nimewafundisha form 5 na form 6 kama wawili ambao ni partners wangu. Yaani baada ya kumaliza chuo tuko hapa tunaishi pamoja, tunapambana na wanaona kabisa kweli mwalimu alitufundisha kemia na biology. Akaja hapa sasa hizi tuna kampuni tunafanya naye kazi na progress zipo. You inspire the younger generation by doing so. Leo hii wewe kila wakati ni scam tunahangaika. Mtu na miaka 40, 60, 80, yaani 40, 60, 50 unahangaika na scam. Uongo, unaongea uongo, unadanganya watu, umekaa mbele ya kadamnasi, umevaa suti nzuri, unaongea uongo mtupu. Why? What are you benefiting out of that? Watu wengine wanasema kwamba usiongelee hicho kitu. Sawa, mimi sitaki kuongelea. Lakini my problem is you are making the digital entrepreneurship industry to look dirty. Ionekane kama ni kiwanda ambacho hakina fursa. Ionekane kwamba there is nothing good that can be offered from the digital entrepreneurship. That's why I'm hungry. Ndio maana kila siku najitahidi kutoa elimu. Tena mimi uweze amini, most of my classes kwa watu ambao wanajua na premium students, yes, lakini basically huwa nafanya vipindi vya bure. Kwa sababu naona changamoto ni kubwa mno and I have a chance to help them. So I have free sessions. Kwa mfano hata hivi niliamua some of the classes nizifanye kwenye YouTube kwa ajili ya kusaidia watu kupata at least mwanga. Ni kweli digital entrepreneurship inaweza ikakusaidia ukaelevate kipato chako, lakini sio kama mnavyoelekezana. This industry as well, it's a business strategical. Yaani huku kama economics na huku zipo. Kama risk na huku zipo. Kwa hiyo unapotaka kuingia huku usiingie kama vile kuna utajiri ambao umetuma kutoka mbinguni kwamba ukifika una grab tu unatoka. No. Some of the people they have wrong approach na wanatoka wakiwa watupu huku. Kwa nini tusibadilike tukafanya vitu kwa usahihi? I know it's not possible kwamba watu wakabadilika wakawa sahihi, lakini at least basi kwa wale watu wazima, mtu una kazi yako, umeajiriwa serikalini,
basi tafuta usahihi wa hivi vitu. Yaani kwa sababu wewe, watu wengi wanakuangalia na wanakuamini wewe. Wewe ambao una influence, basi wasaidie watu wengine wafanye vitu sahihi. Usiwaje mtu anakuambia hii biashara ilikuwa nikifuata toka mwaka 2016 na ukiangalia biashara namna hiyo 2016 ilikuwa hai-exist. Unadanganyaje hivi na huna data? Juzi angalia hii message hii nimetumiwa TikTok hapa, angalia. This message mtu ananiambia 80 Pi wameingia ubia na Vodacom sijui na Yas sijui na nani. Hizi bangi mnazitoaga wapi? Hivi leo hii Vodacom sijui nani waingie Azam, waingie ubia na Pi, wasitangaze? Hii Pi what is this touch? Kwa nini? Yaani do you know why I hate this project? Kwa sababu imezungukwa na uongo mwingi sana. There is nothing good coming from these lies. Azam si wako hapo, Vodacom si wako hapo. Why can't you go and ask there? Why would you keep on telling the lies like this? What are you getting out of that? Kwa sababu mwisho wa siku utajua tu ni ukweli uko wapi. Hata kama mkidanganya vipi, kama kitu ni kizuri simuelezee tu ukweli, hata kama haijafika huko ambako mnatarajia kufika. Ielezeni kwa usahihi ili iende kwa process, watu wasipoteze pesa zao. Tutabadilika lini? So ladies and gentlemen, hata wewe ambaye unaingizwa kwenye mikenge, hebu take your time kujifunza vitu kabla hujafanya maamuzi. Usifanye kitu ambacho hukijui. Uliza tu hata faida ziko wapi, changamoto ziko wapi, at least ujue vitu kadhaa ili ujue unavyoingia unaingia kwenye kitu gani. Na to be honest, ni wa remind, anything that seems to be too good to be true, pay attention and be very cautious in that. Kwa sababu dunia ninayojua mimi nimekuwa kwenye industry ya ujasiriamali kwa njia ya kidijitali for the last 8 years. Na miaka kama 2 nilikuwa kama nyinyi inawezekana. Ninaganywa sana, lakini miaka hii mingine nilikuja kujua kabisa nafanya kitu gani. Na ndio maana mimi leo hii uwezi ukaniambia fulani ka post hivi na mimi nifuate tu. No, I have to do my due diligence. Kwa sababu hivi vitu is execution action. Kwamba ukiniambia 1+1 ni sawa sana na 16 kwa sababu wewe sui ni fulani, mimi siwezi kukubali kwa sababu najua hii kitu hakipo. Ila ukiniambia 1+1 ni 2 najua yeah it's true because that's the logic. Lakini mtu mwingine anakuambia 1+1 ni 16. Mwanangu wewe sijua. Ya Mungu mengi. Acha ujinga. Ya Mungu mengi yako wapi? Huyo Mungu namna gani anaye entertain upumbavu wa namna hii? Yaani Mungu amekupa utashi. Amekupa akili. Leo hii wewe unakaa unafikiria 1+1 sasa na 16. Yaani Mungu aache kusaidia watu Syria wanakufa kule. Akusaidie wewe ambaye unafikiria na akili zako za kipumbavu kwamba 1+1 ni 16. Kwamba umekaa tu hii coin itakuwa dola milioni 800. Mungu ameamua kutufungulia. Acheni ujinga nyinyi. Mungu akufungulia kwenye upumbavu kama huo. Hapo nyinyi mnamtumia vibaya Mungu sana. Ya Mungu mengi. Huyo Mungu mnayemwabudu si Mungu namna gani? Yaani ambaye anaweza aka-entertain upumbavu kama huo. Aache kusaidia watu wana njaa huko, watu wana nini? Akusaidie wewe umekaa na akili zako finyu unawaza eti 1+16 au kwa hiyo itakuwa ni milioni 800. Wewe. Anyways, ilikuwa ni katika kuelimishana and that was it for today ladies and gentlemen. Nimeona tu niwakumbushe niweze kuongeza umakini kwenye sehemu ya kufanya maamuzi, usitumie mihemko. So niwakaribisha sana DNA Academy, na kama una swali usiache kuweka comment hapo chini. Trace Magno ulikuwa na mimi katika DNA Academy Highlights. Tukutane tena wakati mwingine. See you. Ciao.